Habari za muda huu, tunaendelea na utabiri wa mwaka 2026 sehemu ya pili, na sehemu hii tutakuta moja kwa moja ushauri muhimu katika upande wa kila nyota kwa mwaka 2026, na vile vile tutaangalia ushauri kwa walio katika upande wa mahusiano kwa mwaka 2026, na vile vile tutaangalia matazamio ya mafanikio kwa mwaka 2026 katika upande wa nyota zote, hasa kwa ambao walikopo chini na walio juu moja kwa moja, na vile vile tutaangalia upande wa fursa za mafanikio kwa mwaka 2026, na tutaangalia upande wa athari za nyota zote na namna gani ya kupunguza hizo athari. Usiache kusubscribe channel yetu, na vile vile usiache kumshirikisha mwingine katika kupata utabiri wa nyota kwa mwaka 2026. Tukianza na ushauri muhimu katika upande wa nyota zote, tunasema ushauri kwanza, yani mwaka 2026 haumpi nafasi mtu mwenye mashaka, ikiwa na maana mwaka huu utahitaji watu wingi zaidi ambao wana uthubutu, yani ikiwa na maana wanatenda moja kwa moja bila kuwa na mashaka ya aina yoyote, sio janja janja ni mwaka huu. Kwa hiyo tunasema mtu anatakiwa aanze usafi, kufanya kuanzia upande wa kiakili, mwili, kimazingira na kadhalika ifikapo mwaka 2026. Kwa hiyo tuje tuangalie ushauri katika upande wa kila nyota kwa mwaka huu. Tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda, anatakiwa mtu huyu ajifunze kusubiri kwa mwaka 2026 bila haraka, ikiwa na maana hatakiwi kuwa na mambo ambayo yanaharakisha zaidi, kwa sababu anapofanya jambo la haraka huenda akafanikiwa na vile vile huenda asifanikiwe. Na vile vile mtu huyu anatakiwa aepukane na migogoro ambayo ilikuwa sio lazima, na anatakiwa ajitahidi kujenga ushirikiano sehemu yake ya kazi, na vile vile wanatakiwa wajitahidi kuweka ushirikiano huu, kwa sababu leo aidha wewe uko juu, mwenzako yuko chini, lakini sasa kawaida kuna kupanda na kushuka. Tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ina ushauri kwao hawa wanatakiwa jitahidi wabadilike na kubadilika nyewe katika upande mzima wa fedha, ikiwa na maana wanatakiwa wajitahidi kutunza pesa na wasiwe na matumizi ambayo yalikopo ya hayana ulazima, na vile vile anatakiwa aache ukaidi huo ambao unakuwa toka zamani, ikiwa na maana unaweza kushauriwa kitu, ukikiona ile jambo lina manufaa, basi unatakiwa ujitahidi uende nalo. Tukiangalia vile vile upande wa fursa za mapato katika mwaka huu ziko mbele kwa wenye nyota ya Taurus. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, anatakiwa ajitahidi kuzingatia jambo moja kwa wakati, ikiwa na maana huyu mtu anawezekana akawa na mambo mengi sana. Kwa hiyo anatakiwa jitahidi ashike jambo moja ndipo aende jambo jingine, na anatakiwa jitahidi kupunguza kusambaratisha mambo, yani labda hili kafanya dakika 2 akaacha akaja jingine. Kwa hilo anatakiwa achane nalo, na ushauri wao wanaambiwa kabisa moja kwa moja, utulivu huleta mafanikio. Kwa hiyo utakapotulia kwa mwaka 2026 unaweza kuja kupata mafanikio. Na tukiendelea katika upande wa nyota ya Kaa, mtu huyu anatakiwa ajitahidi kuachilia maumivu ambayo yaliyopita, ikiwa na maana kama uliumizwa kimapenzi au kuna mtu kakuumiza kwa namna yote, unatakiwa uachilie maumivu ya zamani, na vile vile unatakiwa ujitahidi kufungua milango ya upendo ambayo itakuwa na mafanikio mbele yake. Nadhani tumeelewana. Tunaendelea na upande wa nyota ya Leo, ikiwa na maana Simba. Huyu anatakiwa jitahidi kuepuka majivuno, kwa sababu watu hawa mara nyingi wanakuwa na majivuno, kwa anatakiwa jitahidi aepukane nayo majivuno, na anapofanya jambo anatakiwa jitahidi afanye jambo kimya kimya, na vile vile asiwe mtu tu wa kuzungumza tu hivi, yani kama kujifaharisha. Hilo kidogo inakuwa kidogo mtihani kwake. Kwa hiyo mtu huyu anatakiwa jitahidi kuwa na unyenyekevu, ikiwa na maana unapokuwa na unyenyekevu basi hukuinua. Na tukiendelea katika upande wa nyota ya Vigo, huyu mtu anatakiwa jitahidi kupunguza ukosoaji kwa wengine, kwa sababu huenda ukamlaumu huyu, unamlaumu huyu. Sometimes mtu ambaye unamlaumu huenda akawa anapata msongo wa mawazo na kadhalika.
Na vile vile unatakiwa ujitahidi kuruhusu maisha yaendelee. Yaani usiwe na vikwazo ambavyo vilikuwa havieleweki. Na vile vile unatakiwa ujiamini zaidi katika upande wa majambo yako. Nadhani tumeelewana. Tunaendelea na upande wa nyota ya Libra. Unatakiwa ufanye maamuzi magumu, usiogope kusema hapana. Iko na maana watu hao mara nyingi wanaambiwa hichi wao wanakubali tu. Kwa hiyo unapoona jambo hili kabisa huliwezi, unatakiwa useme hapana. Na vile vile usitafute usawa kila wakati kwa harama ya furaha yako. Ikiwa na maana wewe unataka tu ufanye jambo kwa namna yote ile. Yaani linapokujia tu hapo unataka ufanye. Kwa hiyo hili jambo kidogo linaweza kuleta athari kwa wengine. Na tukiendelea katika upande wa nyota ya Scorpion, wanashauriwa nini watu hawa? Unaambiwa jitahidi kuepuka kulipiza kisasi au kutunza hasira. Watu hawa mara nyingi wanakuwa wanakaa na hasira. Unajua mfano kama vile glasi ya maji. Mfano wewe una hasira, si ndio? Hasira za leo pengine zimeingia katika ile glasi ikafika robo, siku nyingine hivyo hivyo zikapanda ndani ya pengine siku 12 za hasira, ile glasi ikaja ikavunjika, yani maji yakaja yakamwagika, yani hizo hasira zikamwagika. Kwa hiyo zinapomwagika hizo hasira, ndipo hapo mtu mara nyingi unaweza kufanya jambo ambalo linashangaza watu wengine, watasema hey, mpaka huyu kafanya hivi. Kwa hiyo unataka uachane na kutunza hasira. Kwa na hasira jitahidi uzimwage tu hapo, inakuwa kidogo kuna wepesi fulani. Na vile vile usilipize kisasi. Nadhani tumeelewana. Unatakiwa vile vile uachilie mambo ambayo kidogo yanakusungua katika akili yako. Vile vile unatakiwa ujitahidi kusonga mbele kwa hekima za watu wa kale na kadhalika. Na unatakiwa ujitahidi kumsamehe mtu kama mtu kakukosea ndani ya mwaka 2026. Unatakiwa ujitahidi kwa kusamehe ndani ya mwaka huu. Tukiendelea na upande wa nyota ya mshale, unaambiwa ujitahidi kuachana na yani kila fursa ambayo unaiona sio unaikimbilia. Unatakiwa uangalie fursa gani ambayo unaikimbilia, ikiwa na maana kila fursa ambayo unaweza kuikimbilia inaweza ikakuletea changanyikeni. Ikiwa na maana unaweza usitulie katika sehemu moja ukashangaa ile fursa ambayo uliacha ikawa ni bora zaidi kuliko ambayo uliendea. Kwa hiyo nadhani hapo tumeelewana, inakuwa ni kama hivyo. Kwa hiyo unatakiwa ujitahidi uzingatie kitu kimoja, na vile vile ni mwaka ambao wa kuwekeza kiakili. Ikiwa na maana unatakiwa ujitahidi utumie akili yako katika fursa ambayo ni nzuri kabisa. Kifupi unatakiwa ushikilie katika sehemu moja, ndipo unaweza ukafanikiwa, na akili yako ujitahidi kuitumia katika kulenga jambo moja kwa moja. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, unatakiwa ujitahidi kurudi kwenye msingi wa familia, na vile vile upande wa mahusiano unatakiwa ujitahidi uweke katika ubora zaidi, na vile vile masuala ambayo yanahusu mambo ya kiroho pia ujitahidi uweke vizuri. Usiwe mtu wa kushirikilia tu labda kufanya tu kazi tu, yani wewe muda wote uko busy tu, unaachana na mambo yote. Kwa hiyo kidogo inakuwa sio kitu kizuri. Ikiwa na maana mizizi imara huleta matunda. Tukiendelea na upande wa nyota ya ndoo, hawa mara nyingi wanaweza kubadilisha maisha ya watu wengi. Ikiwa na maana watu hao huwa na mawazo mingi ambayo yalikuwa mazuri, ambayo mtu kimsikilia, yani mwenye nyota ya ndoo akimpa mtu mwingine, basi lile wazo huwa zuri zaidi na yule mtu mara moja kufanikiwa. Na mtu huyu anashauriwa ajitahidi kutumia teknolojia vizuri kwa mwaka 2026. Na watu hawa tunasema mara nyingi wanakuwa na zawadi kwa watu wengine. Na tukimalizia na upande wa nyota ya samaki, unaambiwa ujitahidi usikimbilie ukweli moja kwa moja. Kama kuna jambo nilijua moja kwa moja ukaenda nalo moja kwa moja, unaambiwa tazama mambo kwa macho ya hekima. Yani sio unaona tu jambo unaenda moja kwa moja, no. Unatakiwa utumie hekima katika kufanya tathmini zako na majambo mengine tofauti tofauti. Vile vile usikimbilie tu ndoto pekee ambazo ukaamini moja kwa moja, no. Tumia hekima. Ikiwa na maana uwazi huponya na vile vile hujenga. Tukija ushauri wa jumla jamala kwa nyota zote mwaka 2026, huu mwaka kunakuwa na mabadiliko ya kina ya ndani kwa ndani katika upande wa nyota, ikiwa na maana ni watu wote kiujumla kwa Tanzania. Na vile vile unahitaji kuwa na hekima
katika majambo yako, katika kuyafuatilia na kufanya tofauti tofauti. Moyo wako unatakiwa uwe msafi katika mwaka 2026. Na vile vile unatakiwa mtu uwe mwazi na utumie akili yako vizuri kwa ajili ya maendeleo yako binafsi. Na unashauriwa kwa mwaka 2026 tafuta mwongozo wa kiroho, ikiwa na maana kutokana na dhehebu lako unaweza ukajitahidi kuingia kiasi fulani au in deep katika upande wa dini na kadhalika. Na vile vile weka mipango iliyokuwa imara, na mipango hiyo jitahidi kuifata kwa bidii zako zote ili uweze kufanikiwa kwa mwaka 2026. Tuje kuangalia walio katika mahusiano kwa mwaka 2026 inakuwaje. Ushauri kwa watu ambao walikuwa katika mahusiano kwa mwaka 2026, kama kawaida tushaelezea, mwaka huu unaleta mabadiliko ya kihisia, ikiwa na maana uchunguzi wa undani wa uhusiano na fursa ya kuimarisha au kuponya mahusiano ni ipo zaidi kwa mwaka 2026. Tuje tuangalie katika upande wa ushauri kwa wenye ndoa au wenye mahusiano katika upande wa mawasiliano. Wanatakiwa wajitahidi wazungumze kwa uwazi bila kuficha hisia zao kwa watu wengine, na vile vile wanatakiwa wajitahidi kuepuka malalamiko yasiyo na suluhisho. Ikiwa na maana wewe unaweza kuwa unalalamika hapa labda na 1 2 3 mtu kamlalamikia, lakini yule mtu ambaye unaweza kumwambia hilo jambo lako na vile vile asikusaidie. Kwa hiyo na maana ukifanya kitu kama kawaida unatakiwa ulenge, sio tu unakurupuka tu kufanya jambo fulani. Na vile vile katika upande wa mahusiano wanatakiwa wajitahidi kujifunza kusikiliza. Ikiwa na maana mtu anapoongea mwenzako unatakiwa ujitahidi kumsikiliza kwanza, sio tu unajibu tu unakurupuka, no. Vile basi mara nyingi hali hiyo inabomoa mahusiano. Na vile vile tunaendelea na ushauri kwa hawa, wanatakiwa uaminifu na vile vile wawe wawazi kwa mwaka 2026. Ikiwa na maana weka wazi mipaka na matarajio na maumivu. Epuka siri au michezo ambayo ya kihisia, ikiwa na maana yani kama kumtesti mtu, bwana mimi nakupenda au vipi. Kwa hiyo kidogo inakuwa inaleta walaki. Mwaka huu haufai kujaribu, ikiwa na maana kujaribu kuficha hisia zako. Tukiendelea katika upande wa muda wa pamoja, panga angalau siku moja maalum kwa wiki kwa mwenza wako. Na hiyo siku ukipanga hivyo unatakiwa ujitahidi mambo ya simu tena, mambo ya kazi sio nini, yani kikiwa na maana usiwe busy. Panga muda, tenga kwa ajili ya mwenzako, mwe pamoja kiufupi. Na vile vile fanya mambo mapya pamoja, ikiwa na kama vile kusafiri, kusoma, unajifunza kitu kipya, mambo ya ndoa na kadhalika. Kwa hiyo mara nyingi unatakiwa mshirikiane katika masuala hii. Na vile vile mnatakiwa mshirikiane katika upande wa msamaha na uponyaji. Ikiwa na maana acha kufukua makosa ya zamani. Anza mwaka mpya na mambo yote mapya, mambo ya zamani yote unatakiwa uyaachilie kwa mwaka 2025. Kwa hiyo vile vile mwaka huu unatakiwa ujitahidi usilalamike sana kila wakati. Ikiwa na maana unapolalamika sana basi huenda ukaika kama kisasi fulani ukaja ukalipiza lile jambo. Na vile vile tunaendelea katika upande wa mapenzi ya vitendo. Katika mwaka huu wanatakiwa wajitahidi wawe na mapenzi ya vitendo. Onyesha upendo kwa vitendo, si maneno tu. Ikiwa na maana hii hali inasaidia kushukuru au kuingia in deep kimahaba. Kwa sababu unapofanya vitendo mwenzako moja kwa moja anaona huyu kweli ni mkweli. Hata kama una uongo ndani yake, lakini ataamini moja kwa moja huyu kidogo yuko vizuri. Na tukija tukiangalia pointi nyingine, tunakuta mahusiano chini ya mitihani. Wanapopitia migogoro wajue ni mwaka wa maamuzi, kubaki kwa mabadiliko au kuachiana kwa heshima. Ikiwa na maana mwaka huu unaweza mkaachana, lakini mnatakiwa muachane kwa heshima. Na vile vile unatakiwa yani unaweza ukabaki yani katika mahusiano, lakini vile vile inatakiwa ndani yake kuwe na mabadiliko. Na unatakiwa uepuke usaliti, ikiwa na maana hii hautaendelea kufichika ndani ya mwaka 2026. Ukiwa msaliti ndani ya mwaka 2026 ni rahisi zaidi kugundulikana, kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa kasi sana.
Na tukiendelea katika pointi nyingine, tukiangalia katika upande wa kiuchumi na mahusiano, unatakiwa mjitahidi, fanyeni mipango ya pamoja kifedha, weka wazi matumizi yako ambayo unafanya na kadhalika pamoja na mwenzako. Vile vile kama una mikopo, unatakiwa mshirikishe, na vile vile malengo ambayo yalikuwa mazuri ya aidha ya muda mfupi au muda mrefu, basi unatakiwa mshirikiane. Kwa kitu ambacho cha kukumbuka, nyota ya mahusiano mwaka huu mara nyingi kwa mwaka 2026 ni kujenga, aidha unajenga jambo lako, kuponya au kama vile kusamehe na kadhalika, na vile vile au kuchagua. Kwa mwaka huu una choice 3: kujenga, kuponya na kuchagua. Ukishirikiana kwa nia kweli kwa mwaka 2026 unaweza kuimarisha uhusiano wako maradufu. Tuje tuangalie mtazamo ya mafanikio kwa mwaka 2026 katika upande wa nyota zote, kwa walio chini na walio juu. Mwaka 2026 unakuja na mabadiliko ya mpangilio wa nguvu katika upande wa nyota zote. Unaotoa nafasi kwa kila mtu aliye chini, ikiwa na maana mtu ambaye aliye chini anaweza akapanda na aliye juu vile vile akawa katulia zaidi katika upande wa mafanikio yake bila kuanguka. Tuje kuangalia kwa ambao walio chini kimapato. Matumaini, tuje kuangalia pointi ya kwanza ni matumaini. Ndani ya mwaka 2026 ni mwaka wa kujikwamua ikiwa utachanganya juhudi, nidhamu na maarifa mapya. Miradi midogo ya biashara, ubunifu wa mtandaoni na ushirikiano wa kijamii vitaisaidia sana ndani ya mwaka 2026. Nguvu ya sayari ambayo inaleta matumaini kwa mwaka 2026 ni sayari ya Jupiter. Hii itasaidia kukuza kipato kwa wale wanaojituma bila kulalamika. Ikiwa na maana mwaka huu sio ni mwaka wa kulalamika, isipokuwa ni mwaka wa vitendo. Ushauri kwa walio chini kimapato, wanatakiwa epuka kuchanganya pesa pamoja na hisia. Ikiwa na maana pesa zako, yani ushajiona ushakuwa na pesa, unachanganya zile pesa zako, unaenda kwa mtu ambaye labda unampenda kimahaba, kwa unajifaharisha kule, kwa hiyo kidogo hii inakuwa inaleta mchanganyikeni. Na unatakiwa ujifunze kusimamia fedha zako hata ikiwa kidogo. Unaweza ukaweka fedha zako kidogo kidogo mwisho zikawa nyingi. Na unatakiwa vile vile utafute maarifa mapya ya kujiendeleza kitaaluma au kibiashara. Tuendelee katika upande wa walio juu kimapato. Walio juu kimapato katika mtazamo wa kimafanikio kwa mwaka 2026. Tuangalie matumaini yao yakoje. Mwaka huu unahitaji maamuzi ya busara. Wapo hatarini kupoteza walivyojenga wakielewa mafanikio. Ikiwa na maana kuna watu tayari washafanikiwa, kwa hiyo wanakopo hawako na maamuzi ambayo kwa busara, ikiwa na maana wanaweza kufuja pesa zao, basi hawa watu wanaweza kashuka chini kwa mwaka 2026. Ikiwa na maana unatakiwa ujitahidi na maamuzi ambayo yenye busara. Uwekezaji wa muda mrefu utafanikiwa, lakini miradi haraka na tamaa inaweza kuanguka. Ushauri kwa walio juu kimapato, linda jina lako, sifa yako na mtaji. Wekeza kwenye watu, wafanyakazi au familia na si vitu pekee. Epuka magumu ya kiushuru, mikataba isiyoeleweka au kuingia madeni yasiyo lazima. Nyota zenye fursa za mafanikio kwa mwaka 2026. Tukianza moja kwa moja upande wa nyota ya kondoo au punda pamoja na simba. Hizi ni nyota ambazo miongoni mwa nyota ambazo zenye fursa kwa mwaka 2026. Kazi mpya, uongozi, ubunifu mkubwa. Ikiwa na maana hawa watapata fursa katika upande wa kazi, kuna kazi mpya ambazo zinaweza zikajitokeza, na vile vile uongozi. Ikiwa na maana watu hawa wanaweza kupanda cheo na watakuwa wabunifu wakubwa kwa mwaka 2026. Tukija tukiingilia katika upande wa nyota ya Taurus au Capricorn, kama vile miradi ya ardhi, wanaweza kaingia katika upande wa miradi ya ardhi moja kwa moja, na vile vile wakaingia mali, ikiwa na maana mali ya mtu binafsi au mali ya pamoja. Na vile vile watu hawa ikiwa hawajajenga, basi wanaweza mwaka huu wakajenga, au kama mtu ashajenga anaweza vile vile akasimamia jengo au akaanza ujenzi mpya. Tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini na Libra,
Hii ni miongoni mwa nyota zenye fursa na mafanikio kwa mwaka 2026. Tukija tukiangalia hawa katika upande wa biashara watapata mafanikio zaidi, na ambao wanatumia mitandao ya kijamii vile vile watapata fursa zaidi, na watu hawa watakuwa na maarifa mazuri katika upande wa mitandao ya kijamii. Na tukiangalia nyota nyingine mbili ambazo ni Kansa pamoja na Samaki, nyota hizi zitaingia miongoni mwa nyota zenye fursa zaidi katika upande wa huduma. Watu hawa watatoa huduma kwa watu na watapata sifa au kupata tunzo katika sehemu fulani. Na vile vile watu hawa watakuwa na ushauri mzuri kwa watu ambao wamewazunguka, na vile vile watapata ushauri kwa watu wenye hekima. Na watu hawa watakuwa na uandishi mzuri. Ikiwa kwa mwaka 2026 unataka ufanye jambo lolote ambalo linahusiana na uandishi, basi mwaka huu ni mzuri zaidi. Na katika upande wa mwisho wa moja kwa moja wa tiba, watu hawa watakuwa na watibabu wazuri. Ikiwa kama wewe ni mtibabu na ikiwa labda unaumwa, vile vile utapata tiba ambayo ilikuwa bora zaidi kwako. Tukiendelea na upande wa nyota ya Virgo na Aquarius, watu hawa wataingia vile vile katika upande wa fursa ya mafanikio kwa mwaka 2026. Watafanikiwa katika upande wa teknolojia na vile vile watapata ajira ambazo sio rasmi, lakini watafanikiwa katika upande wa ajira na kadhalika. Na miongoni mwa nyota ambazo zitakuwa zipo na mafanikio kwa mwaka 2026 ni nyota ya Mshale na nyota ya Nge. Hawa watapata mafanikio ikiwa mtu atafanya uwekezaji au watahusika moja kwa moja katika uwekezaji na mtu fulani. Na katika upande wa elimu, watu hawa vile vile watakuwa wako juu kielimu, aidha katika kutafuta elimu au kufundisha elimu. Na safari zao watu hawa zitakuwa nzuri kwa mwaka huu, ambazo safari zao mara nyingi zitakuwa zina bahashishi ndani yake. Tukitoa ushauri wa mafanikio kwa fursa za mafanikio kwa jumla jamala kwa mwaka 2026. Ikiwa na maana mwaka huu wa 2026 ni mwaka ambao hauna upendeleo wa hali yoyote ule. Mara nyingi mwaka huu utampendelea mtu ambaye ana mpango, ikiwa na maana yani mtu mwenye mipango thabiti, mwenye nidhamu katika mambo tofauti tofauti na mwenye juhudi. Kwa hiyo ukiwa na vitu hivi kwa mwaka huu unaweza ukapata mafanikio yaliyo juu. Na vile vile waliokuwa chini kimafanikio wana nafasi kubwa ya kuinuka ikiwa watakubali kujifunza kwa mwaka 2026 na kubadilika. Waliokuwa juu wanatakiwa kuwa makini wasianguke kwa kulewa mafanikio au kuwa na kiburi. Kwa maana wewe tayari ushafika juu, ukawa na vitu ambavyo kama hivyo kiburi na kadhalika, kwa juu nawe tayari ushafika, basi unatakiwa ujitahidi usije ukaja ukalewa na mafanikio yako. Sasa tuje tukuangalie ni kundi gani ambalo litaathirika zaidi kwa mwaka 2026. Kundi ambalo litaathirika zaidi kwa mwaka 2026 ni kundi la wanawake pamoja na watoto. Tukija tukiangalia kundi la wanawake, sababu kuu ambalo linaathiri hawa, tunasema kama kuna sayari ambazo kama Mons pamoja na Venus, sayari hizi zitakuwa na mvutano mkubwa na sayari ya Saturn. Ikiwa na maana hii sayari ya Saturn ni sayari ambayo inakuwa na maajabu pamoja na vizuizi ndani yake. Kwa hiyo sababu hiyo wanawake wengi watakumbana na changamoto za kihisia. Ikiwa na maana kihisia, nadhani mshaelewa katika mambo ya kimahusiano, lakini vile vile upande wa kifamilia, ajira pamoja na mahusiano. Wanawake ambao walio katika ndoa au mahusiano yasiyo na uwazi yataathirika zaidi. Ikiwa na maana wataathirika zaidi upande wa kihisia pamoja na kiakili. Athari kwa wanawake ambazo zitawakuta moja kwa moja ni kama vile kukata tamaa. Ikiwa na maana kukata tamaa, watapatwa na msongo wa mawazo, hali ya kuhisi kutothaminiwa vile vile. Kwa hiyo itawakumba wanawake kwa mwaka 2026. Migogoro ya kifamilia vile vile, hii itafanya kama vile kusalitiana kwenye mahusiano. Kwa hiyo ibada kusalitiana katika mahusiano ndio inawezekana ikatokea migogoro ya kifamilia. Tuendelee na upande wa vikwazo vya kipato kwa wanawake wanajitegemea. Vile vile itakuwepo kuna vikwazo vya kipato kwa wanawake ambao wanajitegemea wenyewe, kwa vipato vyao vitakuwa kidogo haviko imara. Na vile vile kwa wanawake ambao wajawazito au wanatafuta mtoto, huenda
wakakumbwa na changamoto za kiafya au kiakili. Nini wafanye kupunguza athari hizo? Cha kwanza kabisa, mtu anatakiwa ajiamini, ikiwa na maana unatakiwa tafuta chanzo huru cha kipato. Hapo ndipo utajiamini na vile vile kusimama moja kwa moja kifedha. Na vile vile anatakiwa azingatie afya ya akili, ikiwa na maana unatakiwa uepuke mazingira ya matusi au yenye kejeli na kadhalika, ambao sehemu ambayo unahisi kabisa hii mimi siko comfortable, unatakiwa uondoke, uachane nayo. Na vile vile watu hawa wanatakiwa wapumzike na watafute amani. Kama vile watu hao wanaweza kufanya ibada, kwa mtu mwenye ibada nyingi anatakiwa afanye, au wafanye meditation na yoga. Hii itafanya mtu kupumzika upande wa kiakili, na vile vile atakuwa na amani. Na vile vile jambo jingine wanatakiwa wafanye, wawe na ushirikiano wa kweli. Na kwa maana unatakiwa uweke mipaka kwa watu wanaokuvuruga. Yaani sio kila mtu tuwe upo naye, no. Kuna watu unatakiwa uweke mipaka, kwa sababu unahisi kabisa watu hawa sio wazuri kwangu. Kwa hiyo tukiangalia na upande wa athari kwa wanaume wataathirika kwenye shinikizo la kazi, ukosefu wa kifedha vile vile itakuwa zaidi kwao, na maamuzi mabaya ya haraka, ikiwa na maana mtu anapokuwa hana kazi ya maalum, yani atakuwa na maamuzi sometimes, wengine wanakuwa na maamuzi mabaya, na vile vile sometimes mtu anakosa pesa kwa wakati. Baadhi watajikuta wakikimbia majukumu au mahusiano wakikosa mwelekeo. Nini wafanye wanaume kwa mwaka 2026? Unatakiwa uepukane na tamaa za haraka, na unatakiwa ujifunze kuchukua muda kabla ya kufanya maamuzi. Zingatia familia yako, usafi wa mawasiliano vile vile, iko na maana unatakiwa uhusiane na mwenzako katika uwazi kabisa kwa mwaka 2026. Na vile vile uwe na nidhamu nzuri ya matumizi ya kifedha. Jitahidi tumia kitu ambacho kinastahili, na ujitahidi uweke akiba. Tukija tukiangalia athari kwa watoto kwa mwaka 2026, watapata athari gani? Watoto mara nyingi wataathirika upande wa kihisia pamoja na akili, hasa kutokana na migogoro ya wazazi wao. Kwa hiyo migogoro ya wazazi sometimes yanapelekea watoto kuathirika kisaikolojia, na vile vile kuwa katika mazingira ambayo yalikuwa hajatulia, ikiwa na maana sio tulivu, au mabadiliko, kama mtoto katolewa shule moja kaenda shule nyingine, vile vile hii kidogo itamuathiri mtoto. Kwa nini? Hii wanaweza kuwa wagumu kuelewa watoto hawa, na vile vile au kujieleza kwa mwaka 2026. Nini kifanyike? Wanatakiwa wazazi wawe karibu na watoto wao, waonyeshe upendo wa kihisia, watenge muda wa michezo kama vile kufanya sanaa tofauti tofauti, na vile vile wawe na mawasiliano nao hao watoto wako. Na vile vile wanatakiwa walindwe, watoto walinde na migogoro ya watu wazima, ikiwa na maana mnaweza mkawa na migogoro wewe na mwenza wako, basi unatakiwa ujitahidi usimshirikishe mtoto wako. Tuende na hitimisho katika hii mada ambayo tuliondelea katika upande wa athari. Wanawake ndio kundi linalokumbwa na changamoto kubwa kwa mwaka 2026, lakini kwa usawa na maandalizi, kila kundi linaweza kuvuka salama ikiwa litaweka juhudi binafsi ya kiakili, kihisia na kimaamuzi. Hizi ndio hatua muhimu ambazo mtu anaweza akatumia katika kujikamua kiuchumi au kimapato. Kwa kuna hatua ambazo mtu anaweza akatumia na akajikwamua kiuchumi kwa mwaka 2026. Cha kwanza kabisa, hatua ya kwanza unatakiwa utambue kipaji chako. Hii unaambiwa jiulize, ninachoweza kwa urahisi ni nini? Yaani kipaji chako kitu gani ambacho unaweza ukafanya? Ndio hapo utaanza kujua kipaji chako ni kitu fulani. Kwa hiyo kile kitu ambacho unachokiwazia ukiona unaweza kukifanya, basi unatakiwa ukifanye kwa mwaka 2026. Hivyo tafuta kitu unachokifanya vizuri na kinaweza kutunzwa, ikiwa na maana yani watu watakipenda zaidi, itakuwa na huduma na mambo mengine. Na hatua ya pili ambayo unaweza ukaitumia, jifunze maarifa ya fedha, tofautisha mahitaji na matamanio, tengeneza budget ya kila mwezi au ya kila wiki, na vile vile epuka mikopo ambayo ilikuwa sio lazima, na achana na anasa kwa mwaka 2026. Na ya tatu, kuwa na chanzo zaidi ya kimoja cha mapato, ikiwa na maana kiuhalisia ajira pekee haitoshi.
kwa maisha ya sasa hivi ambayo tunaishi. Tafuta kazi ya pembeni, biashara ndogo au uwekezaji ambao japo sio mkubwa, mdogo vile vile utakusaidia kuwa imara katika upande wa kiuchumi. Na tukiendelea na hatua ya 4, unaambiwa wekeza kidogo kidogo. Anza na mtaji midogo kama vile kufanya biashara hata za nyumbani, vile chakula, online services na kadhalika. Na kama uko karibu na SACCOS, unaweza ukajiunga na SACCOS au vikoba. Na hatua ya 5, epuka kutegemea watu. Jifunze kutegemea kwa maamuzi, kipato na ushauri. Ukitegemea kusaidiwa kila wakati, unakosa kusimama. Ya 6, zingatia muda. Tumia muda wako kwa kazi zenye thamani. Punguza muda wa kukaa kwenye mitandao pasipo na malengo. Ya 7, tafuta maarifa mapya mara kwa mara, kama vile kusoma vitabu, kuhudhuria baadhi ya semina, utapata mafunzo mule ndani yake. Fuatilia watu ambao tayari washafanikiwa, wamepita njia gani, na vile vile maarifa mapya tafuta, ikiwa na maana mbinu mpya katika upande wa kujikuza katika upande wa kipato. Ya 8, jenga nidhamu na kuweka akiba. Hakikisha kila unachopata asilimia kama 10 au 20 unaweka akiba, kwa sababu akiba itakusaidia siku za baadaye. Akiba ni kinga ya dharura na mtaji wa baadaye. Vile vile ya 9, zingatia mahusiano bora. Epuka watu wanakuchelewesha na kukudhoofisha, na jihusishe na watu wenye ndoto kubwa na mwelekeo mzuri. Ya 10, amini unaweza na usikate tamaa. Mafanikio ya kiuchumi ni safari. Kila hatua ndogo uliochukua leo ndio msingi wa uthabiti wako kesho. Kumbuka, kujiimarisha kiuchumi ni maamuzi ya kila siku, si muujiza wa siku moja. Kwa hiyo unatakiwa ujitahidi uzingatie kila siku katika hizo hatua, na vile vile utakapozingatia haya ndani ya muda wa miezi 6 tu utapata kuona mabadiliko katika upande wako binafsi. Usiache kusubscribe channel yetu na usikose kufuatilia sehemu ya 3 ambayo ya utabiri wa mwaka 2026. Ulikuwa nami Saadil Habshi na bye bye.